Bwana Wilson Elias Murumba jana kakabidhiwa fomu ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio tuko hapa na ipokea rasmi na anaanza mchakato wa kuijaza na kuirudisha tena makao makuu ya chama kwa ajili ya vikao vya chama ambavyo vitakaa na kupokea wagombea wote watakao kuwa wameshakaa kutia nia na kugombea. Baadaye tutaingia kwenye mchakato wa kuwachagua kwa ngazi ya kitaifa kwenye mkutano mkuu na kuwapitisha mtu mmoja ili aweze kuchukua fomu ya tume mwezi wa 8 kwa ajili ya uchaguzi mkuu au kutoka wa rais wa bunge na madiwani. Na kwenye majimbo, kwenye kata mkoani nzima wanaendelea kupokea fomu za ugombea wa diwani na ugombea wa rais. Na tunakaribisha wote wanachama wa Labour Party na wale ambao wanataka kuhamia Labour Party kugombea nafasi zao, karibuni sana. Binafsi nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Mimi ni mtiania wa nafasi ya urais katika chama cha TLP. Sababu za kugombea ninazo, nia ya kugombea ninayo na uwezo ninao. Mungu anisimamie katika hili. Asante. Vipaumbele vyangu kwanza ni kwenye uchumi. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye nina uzoefu, nimezunguka nchi mbalimbali, nimefanya utafiti kwenye nyanja zote za hasa kuinua maisha ya Mtanzania, kuinua sekta za elimu, afya, barabara na miundombinu kwa ujumla. Kwa nyanja zote ambazo zitamrahisishia mwananchi katika kumuondoa katika hali ya umaskini ambayo kwa kweli ni janga kubwa katika nchi yetu. Ukifuatilia nchi yetu imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, madini, na sasa hivi mkoani Mbeya kuna madini ya kimiminika aina ya helium ambayo ni muhimu zaidi. Dunia sasa hivi ina upungufu wa madini ya helium, lakini yamepatikana kwetu. Kwa hiyo hizi rasilimali ni lazima niweze kuzisimamia ili ziweze kumnufaisha Mtanzania mmoja mmoja. Mtaala wa IBM hautatumika tu kwa watoto wa viongozi, mawaziri au sisi wanasiasa. Mtahakikisha hata mtu ambaye ni maskini, mtoto wake ataweza kupata elimu ambayo itaweza kumwandaa kukabiliana na changamoto za maisha. Tunawahi kuwa afisa mtendaji wa kata, kwa hiyo ni mchakato ambao unafahamu, lakini mbali na viongozi ambao wewe unawaona ni wazuri, ni kwa sababu walipewa hizo hatamu za kuongoza, lakini hata wananchi wa kawaida wapo wengi tu ambao wanaweza kufanya vizuri kuliko hata wale viongozi ambao labda wewe sasa hivi unaona wana majina. Kuna watu wengi ambao hawapo katika hizo position, lakini wanaweza kufanya vizuri zaidi ya wale ambao wewe unawafahamu.